Karibu tena katika channel ya TZ Excel. Leo tunaingia kipengele kingine tena ambacho ni kipengele kinachohusu na masuala ya kuepuka kuhard code values katika Microsoft Excel. Lakini kabla sijaenda kwa undani kabisa, naomba tuingie kwenye mifano michache. Tutaingia hapa kwenye sehemu ya civics. Tunataka kutafuta grades za kila somo kuanzia civics mpaka physics mpaka mahali hapa. Kwa hiyo tutaingia hapa, tutabonyeza equals to kama formula starter yetu. Tutasema if tunataka tutafute grades za kila somo, tutasema kama this one E9 is greater to 74, we need it to write A. We need it to write A. If we start again, we put condition the same row is greater to 64, we say we need B. And if again the same one is greater to 44, what do we need? C. And if again the same is greater to 30, we can put here 29. We say give us D, and otherwise we want F. Kwa hiyo tumefungia mabano. Mabano yako mangapi? Tunaanzia hapa bano la kwanza, la pili, la tatu, la nne. Kwa hiyo tunaweka mabano manne kama ambavyo tumeanzisha 1, 2, 3, 4. Then we control enter. Inasema hiyo 40 ni D. Yes. Kwa hiyo tuta drag kwenda huku na tuta drag kwenda chini. Tumeshapata madaraja vizuri kabisa kwa namna hiyo kama unavyoona. Huyu hapa mfano tukibadilisha hapa tukaweka 29, bonyeza enter, inasema ni F. Tukiweka 44 inasema D. Tukiweka 45 tunatest 45, tunatest tuone inaletaje. Inasema aliyepata 45 ni C kama unavyoona hapa. Basi program imekaa sawa kabisa. Sasa tumepata madaraja yetu au grades zetu, lakini kuna weakness moja ambayo we are just trying to encounter. Sasa let's say mfano tunataka kubadilisha, labda A haianzi 74 tena. A itaanza labda na 81, alafu B itaanza na 65. Sasa hii ya kuhard code values, maana yake value unapoiweka ndani ya formula kama hivi, hiyo ndio process inayoitwa kuhard code values. Sasa wakati wa kubadilisha value inakuwa ni ngumu sana, au inakuchukulia muda mrefu sana kubadilisha hizi values ndani ya formula. Sasa the only correct way ya kurekebisha hiki kitu ni tutamove hii logo pembeni. Umeona hii hapa eneo hili ndio tumeweka references zetu. Seli zote tumezilifaa hapa. Kwa hiyo badala ya kuzitype kwenye formula tumeziweka hapa. Alafu tunaingia kwenye formula, tutaanza kuondoa hiyo process ya kuhard code value. Kwa mfano 74 tutaenda kulifaa hii hapa 74, alafu tutabonyeza F4 kuilock. Penye A una double tap A, alafu una tap A ya hapa, alafu unabonyeza F4 exactly. Kwa hiyo nitarudia na zingine hivyo hivyo. Sehemu yenye 64 na replace na hii hapa 64 iliyopo hapa, alafu nabonyeza F4. Alafu sehemu yenye B na double click kwenye formula, ndani ya formula na replace na B, nabonyeza F4. Sehemu yenye C, yenye 44 ambayo ndio C, naweka hapa kwenye 40. Usijali kwa sababu hiyo tutaibadilisha muda wote. Bonyeza F4.
alafu sehemu yenye C double tap kwenye C hapa, and then badilisha C, bonyeza F4, alafu sehemu yenye 29 badilisha 29, weka hii hapa ya 29, alafu sehemu yenye D double tap weka D, alafu sehemu yenye otherwise bonyeza double tap kwenye F, alafu bonyeza hii hapa F otherwise, ambayo kama ikiwa kuanzia 0 mpaka yani ikiwa chini ya 30. Otherwise ituambie ni F, alafu na yenyewe hii tunabonyeza F4. Yes, F4. Alafu baadaye tuta control enter. Mbona nimetuwekea C, tuta drag kwenda huku, and then okay, imeleta error. Kuna sehemu nafikia tujaweka vizuri. Yes, ni hii sehemu ya S3 hatujaweka vizuri hapa, tumesahau kuilock. Ukisahau, by the way, ukisahau kulock kitu utaona error zinaanza kutokea. Ni tuisahau kuilock, bonyeza control enter, and then we struggle. Yes, sasa hivi imeleta. Kwa nini? Kwa sababu tulisahau kulock, ikaanza kutuletea 0. Tuna drag kwa kwenda huku na kwenda chini ili kuruhusu na hizo zingine tena. Kwa hiyo hapa tumefanya vizuri. Kwa hiyo kama A ikibadilika tunabadilisha tu kwenye seli moja kwa moja. Mfano hapa tumesema 40. Tumesema 40 ni C. Kwa hiyo tunaweza tuweka 44 hapa. Mtu yote aliyepata rumona zinavyomuona. Tunaweza kusema labda na hii hapa unaweza kubadilisha kama F imeongezeka imekuwa labda mpaka 35 ni F 35. Ukiweka hapa 35 tu unaona huko zinabadilika. Lakini let us undo. Ukisema labda 74 ni ndogo sana, tuseme 81 ndio inaanza A. 81 enter. Kwa mtu yoyote ambaye atapata 81 ndio itakuwa regarded A. Huyu tukiweka 83 just testing. Unaona 83 inasema ndo amepata A. Why? Kwa sababu tumeweka kigezo kuanzia 81. Kwa hiyo tunarudisha ile 75. Alafu hapa tunaweka 75, alafu hii huku tunaiambia mtu yote atakayepata kuanzia 74, yani greater than 74, huyo amepata A. Hapa inatuonyesha hivyo. Kwa hiyo kama ulivyoona, kuhard code values ni process ambayo ni mbaya sana. Inaweza kukusababisha ukaanza kupata mambo yasiyotarajiwa katika mfumo wako wa database. Kwa hiyo ni vema siku zote unapoingiza formula, values zote ambazo unataka kuziweka ndani ya formula zitafutie reference mahali kama ambavyo tumeziweka hizi hapa. Alafu baadaye ndani ya formula unakuwa unazirifaa. If cell fulani iko hivi, cell fulani iko hivi, nini na nini, inakuwa rahisi wakati wa kuanza kuedit. Unaweza kaedit direct moja kwa moja, lakini pia ukimpa mtu mwingine ni rahisi kubadilisha vigezo na masharti vilivyopo hapa, program ina update automatically. Lakini ukihard code ndani ya formula, imagine mtu aanze kuingia huko ndani ya hiki formula aanze kuupdate, inachukua muda mrefu na inakuwa ni time consuming na vile vile confusing. Nikushukuru sana kwa kuangalia TZ Excel. Endelea kufuatilia tutorial zinazofuata. Kama ambavyo unajua tuna mambo mazuri huko mbele. Tutakuwa tunatengeneza template za kukusanya mapato na matumizi ya vikoba mbalimbali, template za kukalkulate wanafunzi wa kwanza mpaka wa mwisho, kutengeneza report form, kutengeneza database za aina mbalimbali. Usikose kufuatilia TZ Excel. Tumeanza, lakini tunatarajia huko mbeleni watu waweze kudevelop application za kuchakata matokeo kwa kutumia tu Microsoft Excel. This is TZ Excel. I will see you next time.